Machinjio ni sehemu muhimu kwa maisha ya watu waishio mijini na vijijini, kwani ni sehemu pekee inayowezesha mazao ya mifugo ikiwemo kitoweo, nyama kupatikana mara baada ya kutoka machinjioni. Kipindi cha leo tunaangalia machinjio ya nyama yaliyopo Ilala, eneo la Vingunguti jijini Dar es Salaam, eneo maarufu mno linalobahatika kuitwa mahakama ya mbuzi na baadhi ya wakazi wa jijini. Lengo hasa la kufika katika eneo hili ni kuangalia yale yanayofanyika pamoja na kuwasikiliza wafanyabiashara, wafanyakazi na kukutana na watumishi wa serikali ili kuweza kufahamu utekelezaji wa maamuzi ya halmashauri zote nchini kupata machinjio ya kisasa. Sisi manispaa ya Ilala tunayo machinjio kubwa ambayo inaitwa machinjio ya Vingunguti. Nafikiri kwa Tanzania nzima au Dar es Salaam nzima hakuna mtu ambaye hafahamu machinjio ya Vingunguti. Wanyama wale wakishanunuliwa kule Pugu mnadani wanaletwa kwa ajili ya kuchinjwa, na ninapozungumzia wanyama na maana ya ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwa hiyo tunayo machinjio. Sasa hivi tuko kwenye mkakati wa kuhakikisha kwamba machinjio hii tunairekebisha inakuwa ni machinjio ya kisasa. Tunazo fedha, namshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Dr. John Pombe Magufuli kwenye miradi mkakati ametupa fedha pale kwa ajili ya kuboresha. Tunataka wananchi wa Dar es Salaam, wananchi wa Ilala waweze kupata nyama kutoka maeneo ambayo ni mazuri kabisa, ni nyama bora na maeneo ambayo yako vizuri kabisa. Wakishamnunua mnyama pale Pugu mnadani, wanamsafirisha, wanapata kibali cha kumsafirisha huyo mnyama kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wanamleta pale kwetu. Wakishamleta pale kwetu, tunao madaktari ambao tumewa station pale Vingunguti. Ule mnyama kabla ya kuchinjwa, na sheria inasema mnyama anatakiwa wafike kwenye machinjio kabla ya saa 12 jioni, yani kukiwa na mwanga, ili wataalamu wetu wale madaktari wa mifugo waweze kumkagua huyo mnyama na kuona kama anafaa kwa matumizi ya binadamu. Kwa hiyo mnyama atakaguliwa. Baada ya kukaguliwa, then taratibu zile za kuchinjwa zitafuata. Kwamba hii ndio machinjio inayochinja masaa 24. Kwa maana inachinja usiku, inachinja yani usiku na mchana, muda wote. Sasa na ndio machinjio pekee yake inachinja mbuzi na kondoo pamoja na ng'ombe, lakini zibaki zote zinachinja ng'ombe tu. Kwa hiyo asubuhi hapa lazima awepo mkaguzi anayesimamia ukaguzi wa mifugo midogo. Baadaye atakuja mkaguzi mwingine kwa ajili ya kupokea mifugo. Kwa sasa kule kuna maskari, kuna huyo mkaguzi wa zamu wa kupokea mifugo, lakini pia tunaye mtaalamu kutoka wizarani wa Zoo Sanitary. Hao pia wote wanasaidiana katika kupokea mifugo, kuihesabu na kuikagua kwamba sasa inafaa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Ng'ombe, mbuzi na kondoo wakishapokelewa kule, wakishakaguliwa, wanaingia kwenye holding ground. Ukishafika wakati wa kuchinja, hasa tuchukue kwenye ng'ombe, wanakuja, kuna watu maalum kazi yao kufunga wale ng'ombe na kuwalaza sehemu ya kuchinjia. Kama nilivyokuambia awali, mwanzo walikuwa wanachinjwa kwa sababu walikuwa wanachinjwa wachache, kulikuwa na utaratibu. Lakini kwa sababu sasa hivi idadi imeongezeka, ule utaratibu umekorogeka, sasa kuna uchinjaji wa aina yake. Kwa hiyo kwanza wale wachinjishaji wenyewe wale ni watu wa imani. Sio kila mtu anachinja, hapana. Naona. Kwa hiyo wale ng'ombe wakishakuwa wamelazwa hapo, anakuja mkaguzi sasa wa hiyo mifugo, kwa maana mwenye kukagua zile receipt. Na maana sasa pale wafanyabiashara watakuwa wametoka ng'ombe zao kule Pugu na permit, zile movement permit, kwa maana zile vile vibali. Baadaye wanalipia ushuru wa hapa. Kwa hiyo wanakuwa na receipt zao, ambazo sasa yule mwenye kusimamia uchinjaji ndio anaziangalia zile, anazikagua. Akishazikagua sasa ndio anaruhusu ng'ombe achinjwe. Kwa hiyo kwa maana anamfuata mchinjaji mmoja, anamwambia bwana, mchinjie ng'ombe zake kadhaa hizo hapo, mchinjie ng'ombe zake kadhaa, wakati ameshafanya ukaguzi wa zile receipt kwamba huyu ndio mhusika. Baada ya hapo, wapo wachunaji ambao wachunaji sasa, kwanza shughuli nyingine zote hizo, yani maana machinjio inachosimamia ni kupokea mfugo, kukagua na kufikia hapo, lakini shughuli zinazoendelea zote ni za wafanyabiashara. Kwa hiyo wafanyabiashara wenyewe sasa
ndio wanalipia uchinjaji, ndio wana watu wao wa kuchuna na wana watu wao wa kubeba zile nyama kupeleka sehemu husika. Usafi ni kigezo muhimu mno katika shughuli zinazofanyika machinjio ya Vingunguti. Tunavyoangalia ni wale watu wanaohandle ile nyama. Na make sure kwamba watu wale wamepimwa afya zao, wanakuwa na nguo zao za kazi, wako safi ili kupunguza uwezekano wa contamination kwenye nyama. Ndio shughuli tunazozifanya. Kwa hiyo tunajitahidi kugombana sana kusimamia watu ili wahandle vizuri nyama ili mfikie mlaji katika ubora unaotakiwa. Je, ni changamoto gani ambazo wakumba watumishi hawa wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao? Kwanza unapozungumzia changamoto, uelewe watu wanayefanya shughuli hapa ni watu ambao ni wafanyabiashara na wanahitaji faida. Naona hiyo. Kwa hiyo hahitaji hasara hata mara moja. Kwa hiyo sisi wakaguzi wakati mwingine tunapataga wakati mgumu sana unapomwambia bana mtu mnyama wako huyu hafai. Wewe umeshaangalia kwamba huyu mnyama hafai kwa ajili ya matumizi ya binadamu, lakini unapokuja kumweleza kidogo panapatikana shida. Mpaka umueleweshe sana, umsomeshe vizuri, basi baadaye anaelewa hilo somo. Lakini kama hao wengine ambao wamekuja kama kuvunjika kiungo, lakini kama yuko vizuri wala hakuna shida. Hiyo ni ajali inaweza ikapatikana hapa kwenye kusafirisha, hata pale kwenye kushusha. Ng'ombe mwenye afya yake tu vizuri tu anaweza akashuka vibaya akavunjika mkono pale pale au mguu pale pale, unaona tu. Naona hiyo. Kwa hiyo hii wala hainaga shida. Ila changamoto kama nilivyokuambia, kwa sababu hapa ni kwa wafanyabiashara na wao hawataki kupata faida. Kwa hiyo ukishakuwa unagusa sehemu ambayo wewe unaona kwamba hii haifai, yeye anaweza akahitaji kulazimisha ifai. Sasa pale kidogo kuna kuwa na mtihani, lakini mwisho siku tunafaulu tu kwa sababu sisi tunaenda na taratibu, tunaenda na sheria na kanuni. Kwa hiyo ukikuta yuko mbishi sana, anambia hapana, twende taratibu tu. Twende taratibu. Kwa mfano wanaweza kulazimisha hata mnyama aliyekufa anataka achinjwe. Sasa sisi tumeshasomea na wale watu wa imani nao wanajua, wasimamiaji wanajua. Naona mwisho wa siku unamweleza kabisa, kama sisi tunakuonea wewe, nenda kuhusika, sisi tutakuja. Imani Paulo ana nini la kuzungumza, kwani nafasi aliyonayo inamhusisha moja kwa moja na inayofanyika katika machinjio ya Vingunguti. Watu wengi wameshakuja kwa ajili ya kuwekeza, kama nilivyosema kwamba kuna mazingira mazuri na machinjio hizo ni za kisasa, na mojawapo ya machinjio hizo ambazo zinajengwa zitakuwa, hiyo machinjio itakuwa nzuri zaidi kuliko zote East Africa. Biashara na upatikanaji wa faida ni kitu anachopenda sana mfanyabiashara. Kupanda kwa bei ya nyama buchani kipindi hiki cha mwisho wa mwaka kinatokana na sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba wafugaji au wakulima ambao wanafanya vitu vyote viwili, kulima na kufuga ng'ombe, kipindi hiki wameenda kuandaa mashamba. Kwa hiyo mahudhurio yao katika minada si makubwa sana. Kwa hiyo hawapeleki ng'ombe kwa wingi kama walivyokuwa wanapeleka awali. Hiyo ni la kwanza. La pili ni kwamba kipindi hiki vile ni cha kiangazi, kiasi kwamba wafugaji wengi hawapeleki ng'ombe wale ambao hawana afya nzuri, kwa sababu katika masoko haya ya minada kuna madaraja ya mifugo ambayo yanatakiwa kwenda. Lakini kwa ujumla madaraja yako mengi. Kwa mfano kuna daraja la Tanzania Bora, daraja la kwanza kabisa, lakini kuna daraja la kwanza, kuna daraja la pili, kuna daraja la tatu, kuna daraja la 4. Sasa katika madaraja hayo, madaraja ambayo yanaruhusiwa kuingia kwenye soko ni Tanzania Bora, daraja la kwanza na daraja la pili. Daraja la tatu na la 4 hayatakiwi sana kuingia huko kwa sababu ya afya. Kwa kuna condition ya mnyama kuingia kwenye soko. Kwa hiyo kutokana na hizi sababu mbili ambazo nimezisema, bei ya ng'ombe kwa sasa imepanda. Kwa ng'ombe wale wadogo, kwa ng'ombe wale wenye uzito mdogo wamepanda kutoka kwenye 300,000 mpaka 500,000 au 600,000. Lakini kwa ng'ombe wale wakubwa ambao walikuwa wanauzwa 600,000 sasa hivi wanauzwa kuanzia 800,000 mpaka 2,000,000.
Mwanzoni ulikuwa unauzwa 600,000 mpaka 1,200,000, lakini sasa unauzwa kuanzia 800,000 mpaka 2,000,000. Kwa kuna kupanda kwa bei kwa ng'ombe. Sasa ng'ombe wakipanda bei, maana yake tutegemee kwamba nyama buchani vile vile itapanda. Hapo awali nyama ilikuwa inauzwa kuanzia shilingi 5,000 au 5,500 mpaka shilingi 6,000. Hasa hapa Dar es Salaam. Na kwa imepanda kama shilingi 1,000 2,000 pale. Kwa kupanda kwa nyama sio bahati mbaya, ni kipindi chenyewe. Kwanza kwa sababu kipindi hiki ni kipindi ambacho kwanza watu wengi wamekusanya hela, wengi wana hela kidogo kuelekea sikukuu. Mwisho wa mwaka unaonekana kuwa na mambo yake, hasa kwa wafanyabiashara. Hilo lazima tukubaliane kwamba wakati wa sikukuu kuna maandalizi, ndio maana inaitwa sikukuu. Kwa hiyo kama inaitwa sikukuu, lazima kutaongezeka na mifugo nayo pia huwa inaongezeka bei. Sasa lazima ukubali kwamba matokeo lazima tuwauzia kwa bei ya juu, kulingana na hali halisi iliyopo, kwamba mifugo inapotoka mkoani, yule mfanyabiashara naye anakuwa anapata gharama kubwa. Sasa ushauri wangu mkubwa kwamba serikali pia iangalie namna ya kuweza kuboresha miundombinu yake ili mlaji apate nyama kwa bei nafuu. Kwa sababu sasa hivi nini kinachotugharimu? Ng'ombe mmoja anapotoka mkoani analipiwa, akifika Pugu mnadani analipiwa, ninapomnunua mimi ninamlipia tena kwa gharama ya sasa hivi imepanda ni shilingi 7,500 kwa ng'ombe huyu mmoja. Nikimleta hapa machinjoni namlipia shilingi 5,000 ushuru wa halmashauri. Nafikiri kama kwa ushuru kama huyo, hata wewe mwenyewe ukiwa ni mwandishi wa habari mahali hapa, lazima mlaji atapata kwa bei kubwa. Kama akitaka bei ishuke, basi na serikali pia iangalie namna ya ule ushuru tunaolipia waweze kupunguza, ili mlaji aweze kupata unafuu wa upataji wa kitoweo. Bucha ndio eneo linalojulikana kuwa ni sehemu inayopatikana kitoweo, lakini yapo mambo ambayo yanasemekana kuwa ni hatarishi kwa walaji. Ni vizuri kutumia mashine katika kukatia ile nyama na sio lile gogo. Lile gogo lina accumulation kubwa sana ya bakteria ambao wanaifanya ile nyama kutokuwa bora. Unapoiweka ile nyama kwenye gogo alafu kaichukua kwenda kuitunza kwenye friji yako ya nyumbani, hiyo nyama haitakaa muda mrefu. Lakini vile vile ni kinyaa kutumia lile gogo ambalo kwa asilimia kubwa ni chafu sana, na hasa kipindi hiki ambacho nyama kutoka nje imeshapungua. Sasa watu wengi wanatumia nyama ya humu ndani, pamoja na wageni na wenyewe wanatakiwa tumie hiyo nyama ambayo iko ndani. Kwa hiyo haitakiwi kuwa na kinyaa cha namna hiyo kwa kutumia yale magogo ambayo ni machafu. Kwa hiyo magogo haya yanatakiwa yaondolewe, na hata hivyo tumeshatoa maelekezo kwamba ikifika tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2019 magogo hayo yote yanatakiwa yao yameshaondoka kwenye mabucha hayo, na badala yake watu watumie mashine za kukatia hiyo nyama. Watu wengi wanalalamika kwamba magogo wanasema kwamba magogo yanawasaidia kwa ajili ya kipindi ambacho umeme umekatika. Niweze kuambia tu kwamba ni kweli umeme chache unaweza kuwa unakatika, lakini mbadala wa umeme huo ambao ni wa TANESCO unatakiwa utumie umeme wa generator, Lakini vile vile katika swala la nyama hiyo inatakiwa iweke kwenye friji, kuna freezer pale ambapo nilipo kwenye bucha, na sio kuninginiza alafu inzi wakaenda wakatua huko kwenye hiyo nyama. Wakati haya yakizungumzwa, nini matarajio ya wadau wa nyama, hususan wafanyabiashara pamoja na watumishi wa serikali kuhusiana na ujio wa machinjio ya kisasa nchini? Yaani kitu chochote kikiwa cha kisasa maana yake si uboreshaji huo. Hapo yani mategemeo ni yani yako juu sana. Kwamba kwanza tutafanya kazi kitaalamu, tutafanya kazi yani ule utaalamu wetu utaonekana. Naona. Sababu kwanza hivi sasa unakagua nani mtu mwenyewe amekusimamia hapo. Unategemea nini?
Lakini nahisi sasa, au ninavyojua, ikishafika chinjio la kisasa, yeye anakaa kule tu, ana namba yake kule ya mfugo wake huku, yeye atasubiri kule. Kwa hiyo huku unafanya kazi mwenyewe, uko huru, uko vizuri kabisa. Hivi sasa hapa wewe unaweza ukawa unakagua huku unakagua huku nyama huku, lakini viungo vingine usivipate, unakuta lakini ukifika wakati huo kila kitu kitakuwa kipo pamoja. Machinjio mapya yatapokuja ni kwamba ufanisi wa kazi utakuwa mzuri zaidi. Na maana nasema ufanisi wa kazi maki, kwa sasa hivi machinjio ni ndogo, imejengwa tangu miaka ya nyuma, miaka 40. Sasa hizi imeshapitwa na wakati na wanyama wamekuwa wengi, mifugo ambayo tunachinjwa ni mingi. Kwa hiyo kunakuwa na wingi wa watu na wingi wa mifugo. Utapokuwa machinjio mapya, ina maana kazi itafanyika kirahisi. Vile vile utapata ubora wa vitu vyote vinavyotoka hapa yani. Tarajio yangu kama mama na pia kama daktari wa mifugo, nategemea machinjio mapya yatakapoanzishwa, kwanza itaongeza ufanisi wa kazi, pia itaboresha miundombinu, hasa upande wetu sisi wa kina mama. Kazi zetu itafanyika kwa ufasaha na pia usalama katika kazi utakuwepo, kwa sababu machinjio itakuwa ni ya kisasa na itakuwa imefuata vigezo vyote vinavyostahili kama machinjio. Kama maeneo ya kubadilishia nguo, vyoo, sasa hivi tunapata shida, vyoo unakuta viko mbali sana, usalama pia ni mdogo. Pia maeneo ya kubadilishia nguo, kwa bidii mmoja atoke, baba watoke ndio nyinyi mbadilishe nguo. Lakini machinjio ya kisasa ikijengwa, ina maana kutakuwa na makabati na sehemu ya kubadilishia nguo labda kwa ajili ya madaktari wanawake, na vyumba hivi kwa ajili ya kubadilishia nguo madaktari wa kiume. Kwanza maumivu yangu ya kazi yatapungua. Nitarelax na mimi kama niko kazini. Maana sasa hivi mimi ni sulba. Nisiposimamia effectively, ina maana machinjio yanakuwa chafu. Lakini kama machinjio itakuja mpya, miundombinu itakuwa mizuri, population ya watu itapungua, kazi itafanyika vizuri na mimi nitarelax kidogo. Shetu machinjio, tuje tukute maeneo mazuri, biashara nzuri, basi. Matarajio yangu kwamba biashara yetu itaboreshwa zaidi, kwa sababu najua kama wanataka kujenga machinjio ya kisasa, basi kama serikali inaweza kutazama kwamba hawa watu wanaoishi Vingunguti, wafanyabiashara wa Vingunguti, wataendesha biashara kwa mtazamo upi, kwa sababu ni serikali ya kwetu na inawajali wafanyabiashara wa hali ya chini. Naamini kabisa kwamba pamoja na ujio wa machinjio mpya, kwamba lazima kipato cha huyu mtu waliopo mahali hapa, tunaomba serikali iwakumbuke wafanyabiashara hawa kwa namna nyingine. Tunatarajia kupata fursa nzuri ya kupata ajira. Unapozungumzia machinjio ya kisasa, unazungumzia hata kuleta utaratibu mzuri wa watu kupata kipato. Kwa mfano kama fani yangu mimi ya uchunaji, ni fani ambayo tegemezi kwa hapa machinjioni. Ni fani ambayo wengine sisi tumefikia, tumeisomea, tumepelekwa mafunzo na serikali, tuna vyeti ambavyo vinaturuhusu kufanya hii kazi. Kwa unapozungumza kwamba ikija machinjio ya kisasa, na maana fursa zile zitaendana na nilivyo. Kwa maana hiyo pengine naweza nikabahatika, au serikali ikatuona watakavyoleta machinjio ya kisasa, pengine hata kupata ajira ambayo itakuwa ni permanent ya kulipwa mshahara. Lakini hapa sasa hivi hatulipwi mshahara, tunafanya kazi kama vibarua wa kila siku. Unakubaliana na tajiri, unamfanyia kazi yake, anakulipa kiasi ambacho umekubaliana kwa siku hiyo. Lakini wakileta machinjio ya kisasa, nafikiri hata utaratibu utakuwa ni mzuri ambao utakuwa unatupeleka sasa kulipwa hata mshahara. Sija ikatokea baada ya machinjio mapya ikija, ina maana sisi tena biashara tutakapofanya nini? Hatufanyi. Kwa hiyo tunaomba serikali wakae wafanye masuala haya, lakini wajuazi kuna wafanya biashara wadogo wadogo ambaye tunaisomesha na tunaendesha maisha yetu kwa kupitia kazi hizi. Naamini serikali yetu ya sasa ni sikivu sana, iweke utaratibu mzuri shirikishi, isije ile fukuza, kwa sababu asilimia kubwa ya Watanzania au watu ambao tunafanya eneo hili ni watu ambao hatuna elimu zile kubwa. Kwa hiyo waweze kuangalia tu mazingira ambayo yatakuwa shirikishi, ambayo yatachukua watu ambao pengine ambao ni wako mazingira haya waweze kuendelea kufanya kazi, ila waelimishwe tu, kupewa semina ili waendelee kubaki katika mazingira yao, kwa sababu utamkuta mtu hapa ana miaka 10, 5 mpaka 20. Kwa hiyo unamkuta mtu alishajizoelesha mazingira ya hapa na anatafuta kipato chake kutoka maeneo haya. Kwa hiyo utakapokuja ukaleta utaratibu mwingine, ukamfukuza asiwepo kabisa eneo hili,
basi unaweza kukuta umemwasili kiasi kikubwa sana. Cha msingi tu kwamba serikali kama inatuletea machinjio ya kisasa, basi pia iandae miundombinu ambayo itapelekea watu wote hawa ambao wameshazoea kufanya shughuli zao hapa waweze kuendesha shughuli zao, ila wapewe tu semina na maelekezo ili kuendana sawasawa na hilo machinjio la kisasa. Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Elisante Ole Gabriel ni mmojawapo wa viongozi wanaohudumu wizara lenye jukumu kubwa linalowagusa watu wengi, wakiwemo walaji wa nyama, wafugaji na wafanyabiashara. Inapotokea kwamba kuna sikukuu kubwa namna hii ni fursa, na ndio maana kule mbeleni hatutaangalia tu Krismasi, tutaangalia mpaka na hija zinazofanyika kule Maka, ili tupeleke ng'ombe walio hai, ng'ombe waliochinjwa. Ndio fursa zenyewe, kwa sababu hata imani za watu, kama mtu anaamini kwamba kuchinja ng'ombe pia ni sehemu ya ibada, basi wizara hii ndio hasa ambayo inatoa fursa hiyo. Sasa tunachosema ni kwamba ombi langu sana kwa wafanya biashara, haitapendeza kuwaadhibu wa Tanzania wanaposherekea sikukuu zao za Christmas, sikukuu zao za mwisho wa mwaka, hata za Idi na kadhalika. Ni vyema tukaendelea kuuza bidhaa hii ya nyama kwa bei stahiki, kwa bei halali. Na pengine tunachoshukuru, serikali imeunda taasisi inaitwa Fair Competition Commission. Tunaamini kwamba watatusaidia na sisi kwenye upande wa nyama, kusimamia kwa umakini swala hili la bei za nyama, na mategemeo yetu ni kwamba Watanzania wataendelea kuwa waaminifu katika hilo. Lakini pia tuombe wateja pale ambapo kwa kweli wanagundua bei zinabadilishwa pasipo sababu, pia watoe taarifa. Na sisi tunachosema ni kwamba soko hili la nyama linazidi kukua. Miaka mitatu iliyopita tulikuwa kwenye wastani wa kilo 10 kwa mwaka kwa Mtanzania mmoja, lakini sasa hivi tumefika kilo 15. Tunatoa rai kwa Watanzania waendelee kula nyama na wale nyama kistaarabu, lakini pia wale wauzaji wa nyama kwanza wauze nyama kwa kutumia mizani ambayo ni halali, lakini pia wauze kwa bei halali. Huo ndio wito wetu, na tutaendelea kusimamia hasa kupitia bodi ya nyama, ili wale ambao, na haya ndio maelekezo kwa bodi ya nyama, ili wale wanaofanya biashara ya nyama na wakakiuka maadili ya kufanya kazi hiyo, basi wanyang'anywe leseni, kwa sababu wale hawafuati maadili yanayotakiwa katika kuitendea haki tasnia ya nyama. Yaliyosemwa ni mengi, lakini ni vyema basi mapumziko ya mwisho wa mwaka, sherehe za Christmas pamoja na mwaka mpya zisiwe mwibwa kwa wananchi, bali iwe ni sehemu ya watu kukaa pamoja na kusherekea na kutenda yaliyo mema kwa kufuata sheria za nchi.